manufaa kwenye hatua hii ya nusu fainali? Ushindi wenu huu hawapa jeuri kuelekea mchezo unaofuata? Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya Simba kupata ushindi katika mchezo. Kwenye mechi za hatua ya fainali hakuna ushindi mkubwa wala ushindi mdogo. Kwenye mechi ya hatua ya fainali hasa ya michuano ya Afrika, kila ushindi una thamani kubwa, kila ushindi una count kuelekea hatua inayofuata. Sisi kama Simba tunayo furaha kubwa kwa ushindi tuliopata, na unatupa nguvu na morali ya kujipanga kuelekea katika mechi inayofuata, mechi ya marudiano. Na kwa lugha nyepesi tu naweza kusema ya kwamba Simba tunanukia kwenye hatua ya fainali. Ukiangalia kwa mfano mechi za jana za ligi ya mabingwa Afrika, mechi zote mbili za hatua ya nusu fainali, hakuna hata timu moja ambayo imepata walau goli moja katika timu zote 4 na mechi zote mbili. Hii ni dhahiri shahidi ya kwamba hii ni hatua ngumu kweli kweli, ambapo utakachokipata hauna budi kujipongeza, kumshukuru Mungu na kujipanga kwenda kumalizia kazi katika mechi inayofuata. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa kwa maana ya magoli 2, 3 na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa hitajio la watu. Goli moja wanaona bado halijawakata kiu, lakini mimi niwaambie wana Simba, goli hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kazi kubwa vijana wetu wameifanya, wanastahili pongezi, na wala mwana Simba asiingiwe na ubaridi ya kwamba tumepata bao moja basi shughuli yetu imeishia hapa. Mimi niwaambie wana Simba, goli moja tulilopata katika mechi ya leo lina maana kubwa mno, lina umuhimu mno, ni goli lenye thamani kubwa mno, na ni goli ambalo litatupeleka fainali ya Afrika msimu huu. Watu wala wasiwe na wasiwasi, hawa sio aina wapinzani wa kumnyima Simba fainali ambayo tumeisubiri kwa zaidi ya miaka 22. Hawa wapinzani sio wapinzani wa kutufanya sisi tukakatisha safari yetu ya mafanikio ya kwenda fainali. Hawa ni wapinzani ambao wako ndani ya saizi yetu kabisa, na tulichokipata leo kina maana kubwa kweli kweli kuelekea mechi ya marudiano. Kwa ufupi tu niseme ya kwamba hatuishii hapa na iona fainali. Semaji nusu fainali ya kwanza kwa Simba baada ya miaka mingi unapata ushindi mmoja. Ni ugumu wa hatua hii tofauti na hatua zilizopita? Yaani ugumu wa hatua hii ukiangalia hata Stellenbosch mwenyewe amefuzu kuja hatua ya nusu fainali kwa goli moja tu dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo hatua kama hizi, robo fainali na kuendelea, ni hatua ngumu kweli kweli ambazo unachokipata kina maana kubwa. Laiti kama tungekuwa tumefungwa mechi ya leo au tumetoka sare mechi ya leo, tungeweza kuanza kujiuliza inakuwaje, lakini as long as tumepata ushindi katika mchezo leo, tunayo confidence kubwa kweli kweli ya kwamba mnyama anavuka na kwenda finali. Ugumu wa hatua hii ndiyo ambayo umepelekea mechi kumalizika kwa namna hiyo. Kwenye hatua ya nusu finali usitegemee utamfunga mtu goli 6, goli 5. Hizo ni hatua za group stage hizo. Unaweza ukamkamata mtu kamkaanga kweli kweli, lakini ukishavuka kwenda robo finali, kwenda nusu finali, hizo huwa ni hatua ngumu kweli kweli ambazo zinaamuliwa na matokeo machache mno, aidha kwa goli moja, goli 2, ama wakati mwingine hata kwa matuta. Lakini kwa Simba Sports Club ambacho tumekipata hii leo kinatuvusha. Fanya balaa katika nusu finali. Ya, kwa kweli Mpanzu ameendelea kuonesha ubora wake kwenye kila mechi anaonesha improvement ya hali ya juu mno. Ni dhahiri shahiri ya kwamba miguu na akili ya Mpanzu ni vitu ambavyo wanasimba tunavihitaji sana kutupeleka fainali, na as long as timu yetu ina elimu Mpanzu, sioni Simba hii ikiishia hapa. Yani hakuna namna yeyote Stellenbosch hata kama atakuwa nyumbani kwako akatufunga goli 2 bila,
Simba ya hivyo sioni ndugu yangu Msabaha, Simba ya hivyo sioni Zai, Simba ya kufungwa goli mbili. Simba ndani kuna Mpanzu, Simba ndani kuna Abdulrazak Hamza, ndani kuna Musa Kamara. Simba ya kufungwa goli 2-0, Simba hiyo haipo. Na hili halihitaji ramli kubwa, linahitaji historia fupi tu. Tumeanza safari yetu na Al Ahly Tripoli bila nyumbani kwao, tukamkaanga 3-1 Benjamin Mkapa. Tumeenda kwenye group stage, mechi za ugenini na kutajia namna ambavyo Simba tumefanya ukatili mkubwa ugenini safari hii. Tulianzia Constantine tukafungwa 2-1, tukaenda Sfaxien tukashinda 2-1 bila, tukaenda Angola sare ya 1-1, tukaenda Misri tukafungwa 2 bila nyumbani kwetu, tukarudisha 2, tukaenda kwenye matuta. Kwa mimi sioni Simba ya kwenda kutawaliwa Afrika Kusini, sioni Simba ya kwenda kufungwa bao 2 bila Afrika Kusini. Simba hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, ninawahakikishia Simba hiyo haipo, na mnyama anakwenda fainali. Orlando Pirates pale Afrika Kusini waliweza kuitikisa Simba kwa nyakati zile. Tahadhari gani mnaichukua sasa? Mnarudi kwenye ardhi ile ya historia inamata. Mara 2 tumepoteza robo finali kwenye ardhi ya Mkaburu, ardhi ya Mzulu, ardhi ya Mandela, ardhi ya Afrika Kusini. Sasa hiyo inakuwa kama wanasema kichocheo, kitu ambacho kinatuwezesha sisi kupata nguvu ya kwenda kufanya vizuri. Na mechi hii inataka kufanana na mechi ya Orlando. Tulimtandika bao 1 hapa, akaenda kwao akarudisha 1, tukaenda kwenye matuta tukang'olewa. Sasa ile Simba ile na Simba hii ni tofauti sana. Hii ni Simba ambayo ina mambinu mengi na mautaalamu mengi ambayo yanatupa sisi ujasiri ya kwamba Stellenbosch, na hata ukiweka kwenye mizani Stellenbosch na Orlando ni timu mbili tofauti. Sasa Orlando tuliweza kumdindia, tukaenda mpaka matuta, tukatolewa kwenye penati. Sasa basi huyu Stellenbosch tunaweza kumsimamishia shilingi vizuri tu, ili wala alihitaji jirani kuja kutusaidia, ili wenyewe Simba Sports Club tunaliweza. Tunamsimamishia shilingi yule pale kwake, hata amini macho. Semaji, licha ya goli 1 ambalo mmelipata, pengine ya mchezo huu ambao umeonyesha leo inatoa taswira gani katika mchezo marudiano? Mechi ya marudiano Simba anakwenda. Hiki ndio kitu Bethan ningependa kuhakikishia au kawaambia Watanzania. Simba pamoja na kupata goli 1 lakini anakwenda finali. Zame Msabaha kuuliza katika hali gani? Unajua uzuri wa VAR, unafurahia mara 2. Raha ya VAR, yani goli likifungwa unafurahia, alafu mwamuzi akienda kureview